Habari, kwa majina naitwa Jane Oscar, ni afisa muuguzi. Katika kuelekea kuadhimisha siku ya wauguzi duniani, ningependa kuwapa elimu jinsi ya kumhudumia mgonjwa mwenye kiharusi, yaani stroke. Tumefikiria swala hili kwa sababu mara nyingi tunakutana na ndugu ambao wanapata wagonjwa kama wa kiharusi ambao wanaumwa kwa muda mrefu. Wengine wanaumwa wiki moja, wengine mwezi, wengine hadi zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo ni vyema tukatoa elimu ili kuwasaidia watu wengine huko nje ambao wana wagonjwa wa aina hiyo. Na katika utoaji wa elimu hii nitaongelea vitu vikuu vitatu. Na kitu cha kwanza ningependa kuanza nacho ni muuguzi ni yule mtu ambaye anatoa huduma kwa mgonjwa. Katika kumwongelea muuguzi hatumaanishi nesi, daktari au mtu yoyote ambaye ana profession ya kutoa huduma ya afya. Hapana, tunamwongelea yule mtu ambaye anaweza kuwa kaka, dada, mama, mdogo au mjomba wa mgonjwa, au binti au kaka yoyote aliyeajiriwa kwa specific reason ya kumhudumia huyu mgonjwa. Sasa basi, huyu mtu inabidi awe mtu ambaye ana akili timamu, kwa sababu katika kutaka kumlea mgonjwa ili aje apone, aendelee vizuri, anahitaji kuhudumiwa na mtu ambaye akili zake ziko timamu, anaweza kupambanua na kuchanganua hali ya mgonjwa, anaweza kujua jambo fulani ni jema au sio jema, anaweza akajua sasa hivi mgonjwa amebadilika, tunahitaji kuomba msaada. Na pia mtu huyu lazima awe mtu anayependa wagonjwa au mtu anayependa kuhudumia watu wenye uhitaji. Lakini pia mtu huyu inabidi awe anapata muda wa kupumzika. Kwa hivyo inashauriwa kwamba awepo mtu mmoja au zaidi ya mmoja, ili leo akitoa huduma, kesho apate muda wa kupumzika, au akitoa huduma leo na kesho apate siku moja ya kupumzika. Inabidi ale vizuri, anywe maji ya kutosha, awe physically fit, afanye mazoezi nikimaanisha, na pia apate muda wa kutoka out kurelax, kwa sababu huwezi ukawa una stress ama una tension na ukawa sambamba ukawa siku zote huko pembeni ya mgonjwa ambaye anahitaji msaada katika kila kitu, kwa sababu wagonjwa wengi wa kiharusi na wagonjwa wengine wanakuwa wanahitaji vitu kama kupigishwa mswaki, kulishwa chakula, kugeuzwa, kusafishwa pale wanapojisaidia. Kwa hiyo inabidi awe mtu ambaye akili iko fit na yeye mwenyewe anapenda kuhudumia wagonjwa. Na jambo la pili ambalo ningependa kuliongelea ni mazingira. Sasa katika kuongelea mazingira, kwanza mgonjwa wetu huyu anahitaji chumba kizuri ambacho kina mwangaza wa kutosha, lakini ambacho kinaweza hewa ikawa inaingia na kutoka vizuri. Kwa hiyo ni kile chumba ambacho kina madirisha mazuri, madirisha mapana mazuri. Na pia katika kuongelea mazingira na chumba cha mgonjwa huyu kiwe ni chumba ambacho kinafikika kwa urahisi. Inaweza ikatokea emergency, labda mgonjwa ameshindwa kupumua, ikawa shida na changamoto kumtoa mgonjwa na kumpeleka sehemu ya usafiri. Kwa hiyo kiwe chumba kisiwe juu, labda ghorofa ya 7, ghorofa ya 8, sehemu ambayo unakuta ni nyumba labda ya mtu ina ngazi na ni kazi kwenda kufikia chumba hicho cha mgonjwa. Lakini kiwe mbali na kelele, kwa sababu wagonjwa hawa, wapo wagonjwa ambao wanaweza anaongea neno moja mawili, wengine hawezi kujieleza kabisa. Kwa unakuta stress anaendelea kupata stress kwa ajili ya makelele yaliyopo hapo. Kwa hiyo kiwe chumba, tumesema kiwe chumba chenye mwangaza, chumba chenye hewa ya kutosha, tumesema pia kiwe chumba kinachofikika vizuri kabisa. Lakini sambamba na mazingira kama mazingira ya kawaida, mtu huyu inabidi awe anazungukwa na watu wenye kumpenda, asiachwe tu peke yake, awe anakuja anatembelewa. Hilo nalo nahisi linaingiliana vizuri kwenye mazingira. Tukija katika pati yetu ya tatu, nilisema kuna vitu vitatu vya muhimu. Pati ya tatu ni pati ya kufundisha kuhusiana na mgonjwa. Sasa hapa tutakuwa na mfano wetu wa mgonjwa. Huyo nitakuwa ninamwita Mr. Luka.
Hassan Saluka ni mgonjwa wa kiharusi ama stroke, ambayo stroke imempiga, huu ni mwaka wa 3. Sasa ni mgonjwa ambaye hawezi kula mwenyewe, ni mgonjwa ambaye hawezi kuoga mwenyewe, anajisaidia hapa kitandani, ni mgonjwa ambaye hawezi kujieleza. Tukiangalia ana mpira wa mkojo ambao nimeuweka upande huu, sawa, lakini pia mgonjwa wetu katika kumsaidia kwenye kula ana mpira huu hapa wa chakula. Kwa hiyo sasa nikianza kufundisha, ningependa kuanza na jambo la kwanza sana la muhimu na la msingi katika kumjali mgonjwa huyu. Lazima tuongelee njia ya hewa ya mgonjwa, kwa sababu hewa ni kila kitu. Kwa hiyo katika mgonjwa wetu kama huyu wa kiharusi, lazima tuhakikishe tunamlaza katika milalo ambayo ni mizuri ili aweze kupumua vizuri. Kama mlivyoona hapa, kitanda changu nimekiinua kidogo, sawa, na mgonjwa wangu nimemwekea mto ili aweze kupumua vizuri. Sasa utajiuliza, je, katika mazingira ya nyumbani nitafanyaje? Kwa sababu kitanda changu hakiwezi kikapanda na kushuka. Ndio pale tunapokuja kwa shauri, watu wanakuwa wanatengeneza mito mikubwa special ambayo unaweza ukauweka huo, ukauweka na mwingine ukaupandisha kidogo, mgonjwa akaweza kukaa katika katika mlalo mzuri kama huo ambao utamsaidia yeye kupumua vizuri. Ni sawa. Njia ya hewa ya mgonjwa huyu ni ya muhimu sana kuhakikisha kwamba mgonjwa hapaliwi, kwa sababu mwisho wa siku mgonjwa akipaliwa, chakula kinaenda wapi? Kinaenda kwenye mapafu. Mwisho wa siku mgonjwa anakuja anapata kitu kinaitwa pneumonia, aspiration pneumonia, ambayo mara nyingi sana hugharimu maisha ya hawa wagonjwa ikichelewa kutibika. Mwisho wa siku mgonjwa atashindwa kupumua, ile blood supply ya oxygen kwenda kwenye ubongo itapungua. Mwisho wa siku mgonjwa atapata shida na tunaweza tukashindwa kumwokoa, ikamgharimu maisha yake. Kwa hiyo jambo la muhimu sana ni hilo la kuangalia hewa ya mgonjwa. Kwa hiyo awekwe kwenye mlalo ambao atapumua vizuri bila shida, ili oxygen ifike vizuri kwenye ubongo na sehemu nyingine za mwili wa mgonjwa wetu. Kwa hiyo pia kuna wale wagonjwa ambao wanaweza wakaongea na kuna wagonjwa ambao hawawezi wakaongea. Kama mgonjwa wetu huyu hawezi akala mwenyewe, kwa hiyo ni lazima awekewe hapa mpira ili tuweze kumpa chakula. Ukimlazimisha mgonjwa ambaye hawezi kula, ukamlazimisha kumpa chakula, mwisho wa siku atakuja atapaliwa. Chakula kile kitaenda wapi? Kwenye mapafu, kama nilivyoelezea hapo mwanzo, kitakuja kuhatarisha maisha ya mgonjwa. Kwa hiyo njia ya hewa ya mgonjwa ni ya muhimu sana. Na jambo la pili katika kumwongelea mgonjwa huyu ni dawa. Wagonjwa hawa unakuta amepigwa na kiharusi, ana magonjwa mengine zaidi ya hiyo, labda ana pressure, mwingine anaumwa sukari na pia misuli, tuseme misuli na tuseme yes. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tuna adhere, yani tunampa mgonjwa matibabu yake kama vile alivyoshauri daktari. Na mgonjwa wetu mfano huyu hapa hawezi kumeza dawa, kwa hiyo zile dawa zetu huwa tunazitwanga hospitali. Tunatumia vifaa maalum kama hiki, unatwanga ile dawa yako, alafu unaiwekea maji kiasi kidogo, alafu unakuja unachota kwenye syringe kama hii, unachota alafu unakuja unampa mgonjwa wako kwa kutumia hiki kifaa maalum. Na wakati sambamba na kufanya mambo hayo, lazima tuzingatie mambo ya msingi. Lazima uvae gloves, ujiprotect, ujilinde, lakini umlinde na mgonjwa wako usije ukamletea maambukizi. Lazima tuhakikishe tunampa matibabu yake vizuri, tunafuata ushauri wa daktari, kwa sababu usipofuata ushauri wa daktari, mgonjwa asipopata dawa zake vizuri, mwisho wa siku pressure itapanda, kama ni sukari itakuwa juu chini, na mgonjwa wetu atashindwa kuwa sawa. Kwa upande wa dawa tunamaliza. Jambo la tatu la msingi la mgonjwa huyu wa kwetu ni nutrition, ni kulishwa, ni chakula, tuseme ni lishe ni lishe, sawa. Kwa hiyo mgonjwa wetu huyu, kama mfano wa mgonjwa wetu hawezi kumeza na hatuwezi kumlazimisha, kwa sababu atapaliwa
atakuja kupata pneumonia, mwisho wa siku tutampoteza mgonjwa wetu. Kwa hiyo mgonjwa kama huyu tunamtengenezea chakula cha aina gani? Mgonjwa wetu kama huyu tumesema ana sukari, alafu pia ana pressure. Kwa hiyo mara nyingi madaktari wanakuwa wametoa mwongozo wa vyakula vinavyokuwa ni vizuri kwa mgonjwa wa pressure na sukari, lakini mgonjwa wetu huyu hawezi kutafuna. Kwa hiyo vyakula vyetu hivyo tunapika, vinalainika, tunaviponda vizuri, tunavisaga, vinatoka ule yale mabonge kabisa, tunakuja kumlisha mgonjwa wetu kwa kupitia hiki kifaa maalum kinaitwa nasogastric tube, ama kifupi inaitwa NGT. Sawa. Na katika maandalizi ya vyakula vya wagonjwa kama hawa tunahakikisha hatuweki mafuta mengi wala chumvi nyingi, yani tunafuata ushauri ule wote wa daktari. Na wakati wa kumlisha mgonjwa wetu huyu hatumlishi akiwa amelala mlalo ule wa flat. Lazima tuhakikishe ameinuliwa kidogo kwa kuanzia degree 35 mpaka degree 45 ili kuepusha mgonjwa wetu asifanyaje, kama tulivyosema, asipaliwe. Mara nyingi tunasema mgonjwa akiwekewa mpira huu hawezi akapaliwa, lakini study zinaonyesha kwamba risk na chance ipo ya mgonjwa kufanyaje, kupaliwa, chakula kurudi akapaliwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza, ukitaka kumlisha, umeandaa chakula chako vizuri ukizingatia masharti ya daktari, unakuja unainua kitanda chako vizuri. Tuseme hapa tuassume tumeinua kitanda chetu vizuri, unakuja unaangalia. Wale wahudumu wa afya wakiweka mpira huu huwa wanaweka alama. Sawa, unakuja unaangalia, je, ule mpira wetu alama iko, mara nyingi tunaweka mpaka 65, si ndio? Tunakuja kuangalia ule mpira wetu upo katika ile mark ambayo, ile alama ambayo wauguzi wa afya walituelekeza. Kama upo pale ni sawa, basi vizuri, tunaweza tukaendelea kumlisha mgonjwa wetu. Lakini ukikuta mpira umesogea nje, ni hatari sana usimlishe mgonjwa, kwa sababu mpira unaweza kuwa umevutika na umetoka kwenye njia ya chakula, na sasa uko sehemu ambayo iko kwenye njia ya hewa. Mwisho wa siku chakula kitakuja kiingie kwenye mapafu na mgonjwa wetu apate nini? Kitu tunaita pneumonia, aspiration pneumonia. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana wakati wa kumlisha huyu mgonjwa wetu, na tukishamlisha hatumshushi kitanda hapo au hatumtolei mito yetu hapo. Tunamwacha katika position hiyo mpaka dakika 45 na maybe more than that, ili mgonjwa wetu afanye nini? Apate ule muda wa kudigest na chakula kishuke. Mwisho wa siku mgonjwa asije akafanyaje, akapaliwa. Si ni sawa? Hapo tunakuwa tumeelewana. Na ukiachana na kitu, tumeongelea jambo la kwanza ni njia ya hewa ya mgonjwa, tumeongelea jambo la pili ni dawa, tumeongelea jambo la pili ni chakula, lakini kuna jambo lingine sasa ni general care ya mgonjwa wetu huyu. Mgonjwa wetu lazima hawezi kujisaidia mwenyewe, hawezi kwenda chooni, hawezi kujiogesha. Lazima tuhakikishe mgonjwa wetu ni msafi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe jambo lingine ni usafi. Huyu mgonjwa wetu atasafishwa asubuhi, atasafishwa na jioni, lakini atasafishwa katikati muda wote ambao labda amejisaidia. Lazima mgonjwa wetu asafishwe, aweke safi. Kama ana mpira wa mkojo kama huyu mgonjwa wangu, inamaanisha hatakuwa akiloana kila mara, atakuwa tu anapitisha haja kubwa, ambayo akijipitisha haja kubwa ni rahisi kuja kumsaidia kumsafisha. Tunakuwa wawili, mmoja anakaa huko, mgonjwa wetu tunamgeuza kidogo, tunamfuta huku, tunamfuta, tukishamfuta tunambadilisha. Mwisho wa siku tunamweka mgonjwa wetu anakuwa safi na salama. Kwa hiyo lazima tuzingatie usafi ili kuepusha mgonjwa wetu asipate infection. Tukimpa huyu mgonjwa wetu magonjwa mengine, tunamuongezea siku za kuendelea kuumwa zaidi, na labda inaweza ikamgharimu maisha yake. Kwa hiyo lazima tuzingatie sana swala la usafi. Na hapo kwenye swala la usafi, ningependa kuongelea jambo lingine la msingi sana, ni namna huyu mgonjwa lazima ndani ya masaa mawili tuwe tunambadilisha mlalo, kwa sababu usipobadilisha mlalo wa mgonjwa, zile sehemu ambazo amezilalia na zina mifupa, anapoendelea kuweka mikandamizo pale, sehemu zile huwa zinapata vidonda, na hivyo vidonda tunaita ni pressure sores ama tunaita bed sores, ambazo mwisho wa siku zinapata infection. Mgonjwa wetu, kama nilivyosema, tunamuongezea magonjwa zaidi na tunaongeza nafasi
chance na risk za kumpoteza mgonjwa wetu. Kwa hiyo lazima mgonjwa huyu tu tunambadilisha mlalo. Kama huu ni mlalo wa aina ya kwanza, tunakuja tunamgeuza, tunamwekea mlalo wa aina wa pili. Baada ya masaa mawili tunakuja tunamgeuza, tunampa mlalo wa aina ya tatu, and then tunaweza tukaja tukamgeuza mgonjwa wetu, tukamtoa hapa, tukaenda kumkalisha kwenye kiti. Ni sawa jamani? Na kuna jambo ambalo linaweza kutusaidia katika kugeuza milalo kwa urahisi, na hiyo ni kumwekea mgonjwa kwa chini shuka ya namba 3. Tunaliita shuka namba 3 ama draw sheet. Ni shuka ambalo sio la kutandika wala sio la kujifunika, lakini ni shuka ambalo kwa mfano hili hapa tunaliweka hivi chini ya mgonjwa wetu, sawa? Shuka hili linakaa chini ya mgonjwa wetu hivi hivyo, na shuka hili kwa hiyo litatusaidia sana katika kumgeuza mgonjwa. Kwa hiyo tukiwa wawili, mmoja analishika shuka hili hivi na mimi nalishika shuka hili hivi. Tukitaka mgonjwa ageukie upande ule, tunawasiliana 1 2 3, tunamvuta mgonjwa and then tunapata urahisi wa kumgeuza mgonjwa wetu, sawa? Alafu tunamwekea na mito huku nyuma ya kumsupport ili aweze kumaintain mlalo huu. Kwa hiyo tunaweka mto hapa, tunaweka mto mwingine katikati ya miguu, inatusaidia kumweka mgonjwa katika mlalo tunaoutaka, lakini pia tusaidia kupunguza hivyo vidonda mgandamizo ambavyo tunaita ni pressure sores. Na kitu cha mwisho katika kumhudumia mgonjwa wa kiharusi na wagonjwa wengine ambao wanaumwa muda mrefu na wakuwa hawawezi kujihudumia ni kitu tunaita recreation jamani. Lazima tuhakikishe huyu mgonjwa wetu anaumwa sawa, lakini hajapoteza ile sense of being a human being. Mgonjwa wetu tuhakikishe kwamba anatembelewa na ndugu wanaompenda. Mgonjwa wetu tuhakikishe kwamba tunamhusisha kwenye sherehe mbalimbali. Tuhakikishe kwamba tunamtoa out, tunampeleka beach kila tunapoenda, tunaenda naye sehemu ambayo ni nzuri na ni mgonjwa anaweza akafika, na pia tunaangalia hali ya mgonjwa pia, sawa? Kwa hiyo inamsaidia kupoteza mawazo, inamsaidia kumpa tumaini, inamsaidia kumwambia kwamba hey, unapendwa na siku moja utapona, tunakutegemea upone, urudi katika maisha yako ya kawaida. Kwa hiyo afanyishwe mazoezi mgonjwa huyu ili viungo visikakamae, na pale ambapo unaona hali ya mgonjwa imebadilika, ita msaada wa haraka ili tusipoteze maisha ya mgonjwa wetu. Asante.